Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Jeshi la Urusi limefanikiwa kusonga mbele katika mkoa wa Kursk. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari walipomuuliza na kumtaka kutoa maoni juu ya hali ya Sudza. Anasema, tunafuatilia kwa karibu taarifa zinazotoka kwa jeshi letu na data kutoka kwa jeshi letu inaonyesha kuwa wanajeshi wetu wameendelea kwa mafanikio katika mkoa wa Kursk wanapokomboa maeneo ambayo yamedhibitiwa na wanamgambo wa Ukraine. Vikosi vya Urusi vinaendelea kuwatimua wanajeshi wa Ukraine kutoka eneo la mpakani la Kursk. Katika siku iliyopita, wanajeshi wa Urusi walikomboa maeneo 5 na wamepata tena udhibiti wa jiji la Sudza. Vile vile, msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov amehimiza tahadhari kuhusu maswali kuhusu jibu la Urusi kwa pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 nchini Ukraine. Amesema haya akijibu uchunguzi wa waandishi wa habari kuhusu iwapo Urusi iliona makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na Marekani na Ukraine kuwa mabaya na jinsi ilivyopanga. Unatazamia kutarajia mambo kabla ya wakati na tunapendelea kutofanya hivyo, Peskov alisema. Jana katibu wa jimbo Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz walitaja kwamba watatupatia habari za kina kuhusu kiini cha mazungumzo yaliyofanyika Jeddah kupitia njia mbalimbali. Tunahitaji kupokea taarifa hii kwanza kabla ya kuzungumza. Vile mamia wanajeshi wa Ukraine wamesalia Sudza, mji wa mpakani katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Afisa wa usalama wa Urusi anasema wanajeshi 1000 kadhaa wa Kiukraini bado wapo katika mji huo. Wengi wao wamewekwa katika vyumba vya chini ya majengo ya makazi au maeneo yenye ngome katika eneo la viwanda, na wengi hata hawajui hali hiyo, sio tu kwenye uwanja wa vita lakini pia katika mitaa ya karibu, afisa huyo alisema. Vile Marekani inakusudia kukabidhi kwa Uingereza uongozi katika muundo wa Ramstein iliyoundwa na kundi la nchi za magharibi kuratibu usambazaji wa silaha kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na wanablogu wa Marekani Maria Norfolk, Larry Johnson na Andrew Napolitano. Na bila shaka NATO ilikuwa na jukumu muhimu. Mchakato huu wa Ramstein ulioongozwa na Marekani wakati wa Joe Biden. Sasa wa Marekani wanataka kuwapa Brits. Ninaelewa. Mwanadiplomasia wa juu wa Kirusi alielezea ukweli kwamba wazungu hawajaacha jitihada zao. Anasema badala yake wanawaongeza na kuomba msaada zaidi na zaidi, wakisisitiza zaidi, ningesema kuwa na wasiwasi, Lavrov alisema. Vile Ukraine huenda ikakiuka makubaliano yoyote ya usuluhishi katika jaribio la kulaumu upande wa Urusi kwa usumbufu unaofuata, kulingana na Levon Arzanov, afisa mstaafu na mjumbe baraza kuu la maofisa wa shirika la Urusi. Anasema, kwa kuzingatia kutotabirika kwa Volodymyr Zelensky na kutokuwa mwaminifu, naamini Ukraine itajaribu kutuchokoza. Hata kama makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 30 yatakubaliwa, natarajia yatakiukwa na upande wa Ukraine. Mtaalamu huyo anaonya, lazima tuwe macho na kwa hali yoyote tujipange na Kiev. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 5 katika mkoa wa Kursk katika siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi inasema. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 5 katika mkoa wa Kursk katika siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Katika kipindi hicho jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 260 kwenye eneo hilo. Kwa ujumla Kiev imepata hasara ya wafanyakazi 66,810 wakati wa vita vya Kursk tangu tarehe 6 Agosti 2024. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 2 katika eneo la Donetsk kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi inasema. Nikinukuu taarifa yao, inasema vikosi vya vita vya kusini vilikomboa makazi ya Novomarkovo katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operation madhubuti. Vikosi vya vita vya mashariki vilikomboa makazi ya Dnipropetrovsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vile kundi la vita la Russia kaskazini limesababisha takriban vifo 35 kwa wanajeshi wa Ukraine na kuharibu mizinga 2 kwenye eneo lake la wajibikaji katika mkoa wa Kharkov katika siku iliyopita, wizara iliripoti. Vile vikosi vya Ukraine vimelenga zaidi ya vituo 80 vya jeshi la magereza la shirikisho la Urusi tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi. Mkurugenzi wa FSIN Arkad Gostev anasema wanajeshi wa Ukraine huenda wanatayarisha mashambulizi makubwa zaidi katika maeneo yenye wakazi wa Urusi na miundombinu ya kiraia, wakipokea kiasi kikubwa cha ndege zisizo na rubani kutoka nchi za magharibi. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislov anasema usiku wa Machi 11 droni 337 za Kiukraini zilipigwa
risasi juu ya mikoa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na 91 kwenye mkoa wa Moscow katika shambulio kubwa zaidi la serikali ya Kiev mwaka huu. Shambulio la droni la Ukraine katika mkoa wa Moscow limejeruhi raia 18 wakiwemo watoto 3. Watu wazima 3 walipoteza maisha. Majengo ya makazi na miundombinu mingine iliharibiwa katika mashambulizi hayo makubwa ya ndege zisizo na rubani. Vile ni kwamba vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia manispaa 12 za mkoa wa Belgorod kwa kutumia ndege 64 zisizo na rubani na risasi 54 kwenye muda wa saa 24 zilizopita na kusababisha majeruhi. Gavana mkoa huo Vyacheslav Gladkov anasema kupitia chaneli yake ya Telegram. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye uwanja wa kivita zipo taarifa nyingine nyingi ambazo zinaendelea kutufikia. Tunachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko. Na yote kwa yote, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Nikwambie kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov ameelezea operation katika mkoa wa Kursk iliyofanywa kupitia bomba la gesi ambalo halijatumika kushambulia askari wa Ukraine huko Sudza kutoka nyuma kama sehemu ya kuthubutu na yenye ufanisi wa kushangaza. Amepongeza maandalizi ya kina na uratibu wa washiriki wote waliohusika katika operesheni hiyo iliyokuwa bobezi. Rais wa chama cha maveterano wa kikosi cha kupambana na ugaidi cha Alpha, Sergei Goncharov, amesema kwamba kupenya kwa wanajeshi wa Urusi kwa shambulio huko Sudza kupitia bomba la gesi ambalo halijatumika ilikuwa kipekee katika mambo mengi. Anasema iliwachukua vijana hao kwa siku kadhaa kutambaa kwenye bomba hilo lenye urefu wa kilomita 15. Mimi si mwanakemia, lakini naweza kufikiria kuwa kuna mabaki ya gesi. Wanaume hawa wote walichukua jukumu hili kwa hatari kubwa kwa afya zao, lakini walifanikiwa. Operesheni hii sasa inachunguzwa na huduma maalum ulimwenguni kwa sababu ni ya kipekee, alisema. Goncharev alilinganisha operesheni ya bomba na shambulio la mwaka 1979. Vile Rais wa Marekani Donald Trump hataki kutoa dhamana ya usalama ya Marekani kwa Ukraine inayoongozwa na Volodymyr Zelensky. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anawaambia wana blog. Waziri huyo alikariri matamshi ya Trump kwamba nchi zinazokidhi hitaji la kuchangia sehemu ya pato la taifa kwenye bajeti ya NATO zitapata dhamana ya usalama kutoka kwa Marekani, lakini hataki kutoa dhamana hizi za usalama kwa Ukraine chini ya Zelensky. Ana maoni yake mwenyewe kuhusu hali ambayo anawasilisha kwa uwazi kila mara kwamba vita hivi havipaswi kamwe kuanza. Kuivuta Ukraine katika NATO huenda kinyume na katiba yake, kinyume na azimio la uhuru la mwaka 1991, kwa msingi ambao tulitambua Ukraine kama nchi huru, kwa sababu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kwamba azimio hili lilikuwa linasema hakuna NATO, hakuna kambi, hali ya neutral. Vile uwezekano wa kutumwa kwa wanajeshi wa NATO chini ya bendera yoyote na kwa nafasi yoyote katika ardhi ya Ukraine kungeleta tishio kwa Urusi. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anawaambia wanablog wa Marekani Mario Norfol, Larry Johnson na Andrew Napolitano katika mahojiano. Sergei Lavrov hajaishia hapo, pia anasema kwamba umuhimu wa Ukraine kwa usalama wa Russia ni mara nyingi zaidi ya umuhimu wa Greenland kwa usalama wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kwamba moja ya sababu za msingi za mgogoro wa Ukraine ilikuwa upanuzi wa NATO ambayo iliunda tishio kwa usalama wa Kirusi. Kwa njia, ningependa kusisitiza kwamba katika hali hizi mpya baada ya Januari 20, umuhimu wa Ukraine kwa usalama wa Kirusi ni mara nyingi zaidi kuliko umuhimu wa Greenland kwa usalama wa Marekani, mwanadiplomasia mkuu alisisitiza. Vilevile wanasiasa hao wanaoitaka Ukraine kuendelea na mapambano yake dhidi ya Urusi wanaweza pia kutaka kumweka nje rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi anasema, shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official.